Tuko na Dosa kuyazungumza mengi ya kimichezo. Dosa, mambo vipi? Mambo poa. Uko vizuri kabisa? Niko njema, salama salmini, afya, umri, nguvu Mungu amenipa. Mara mwisho tulikuwa tunazungumza kuelekea mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, tukizungumza Young Africans pamoja na Simba kwa ujumla. Mchezo wa Simba ambao tulisema ulikuwa wa awali kabisa, ulizungumza na kusema huo mchezo tena kurejesha kitu kama Simba watashinda, licha ya kwamba tayari wameondoshwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Dosa, ulishuhudia mchezo aina gani kwa upande wa Simba na sare wakiwa ugenini tena pungufu? Ni mchezo mzuri, mchezo wenye matumaini, mchezo wenye kutengeneza hali ya umoja ndani ya klabu yao. Binafsi sikutarajia, binafsi sikuamini, lakini naamini moja ya mechi ambayo imekwenda kurudisha matumaini ya Simba Sports Club ni mechi ya juzi. Mchezo ulikuwa mzuri, wachezaji wameonyesha viwango vyao, lakini pia wamepambana zaidi, wamecheza pungufu na wamepata matokeo ya alama moja. Hongera kwa watani jadi. Nini cha tofauti ambacho ulikishuhudia kwenye huo mchezo wa Simba, kwa sababu tunafahamu kikosi ni kile kile ambacho na maingizo mapya yamekuja? Tuanze kwanza, cha tofauti nini hasa ambacho ulikishuhudia? Cha tofauti ni uwajibikaji. Nimeona kuanzia ngazi ya uongozi, lakini pia nimeona tena kwenye ngazi ya benchi la ufundi, lakini kwenye level ya wachezaji uwajibikaji wao ni mkubwa sana. Wanaonyesha matumaini kwamba huko mbele wanapokwenda watafanya kitu. Wanaonyesha kwamba wao ni wakubwa kwenye bara la Afrika. Wanaonyesha wao wanashika nafasi ya 5 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika rank. Kwa hiyo ni lazima wachezaji wajue majukumu yao mama. Ni lazima viongozi wajue majukumu yao mama pamoja na technical staff. Kwa namna Simba inavyocheza hivi sasa, naona kabisa mbele ni pazuri kuliko walipotoka. Kwa namna Simba wanavyocheza hivi sasa, mbele ni pazuri kuliko walipotoka. Ni swala tu la kuwajengea muda, ni swala la kuwajengea imani kwa mashabiki wao. Naamini watakaporudi kwenye ligi kuu NBC, sitaki kusema kwamba watachukua ubingwa, lakini naamini upinzani utarejea kwenye ligi kuu ya Tanzania. Dosa, tukikizungumza dakika zile 90 za ugenini za Simba, dakika 45 za kwanza zilikuwa ni kama timu tofauti na 45 za pili ilikuwa ni kama timu tofauti. Mabadiliko ambayo aliyafanya kocha wa Simba Steve Barker kwenye kikosi chake yalienda kurejesha kitu kikubwa kwenye Simba, na kubwa zaidi ni maingizo mapya. Yes, moja wa wachezaji ambao pia juzi wameonyesha tabasamu kwa mashabiki na wanachama wa Simba, nimeona ingizo jipya la Lolemba. Inosi Loemba, yes. Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye binafsi namuona atafanya makubwa sana kwenye ligi yetu. Changamoto kubwa ya ligi yetu ni mazingira, lakini changamoto nyingine ni mashabiki kuwapa muda wachezaji wao. Kama wana Simba wakimwamini Lolemba, kama viongozi wa Simba technical staff wakiamini wachezaji wao, kama nilivyosema awali, naiona kabisa Simba inakwenda kuritani kwenye ufalme wake. Naiona kabisa Simba inakwenda kurudisha heshima kwa mashabiki wao na kwa wanachama wao. Tofauti ya kipindi cha kwanza na tofauti ya kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza Simba walitaka kulinda heshima ya klabu yao. Bahati mbaya walitanguliwa goli moja. Na kitu ambacho Simba walikwenda nacho kule Angola ni wao kufungwa ule mchezo. Kipindi cha pili wamerudi, wamerecover, wamepambana, wamehakikisha wamepata alama moja. Na si tu alama moja. Wakumbusha watazamaji wako, Simba kapata alama moja hali ya kuwa yupo pungufu. Yes. Shomari Kapombe. Yes, show me the way. Moja ya pigo ambalo linawaumiza sana wana Simba ni eneo la namba 2. Lakini mwalimu tena kwenda kutia kidonda chumvi, amekwenda kumtoa Shomari Kapombe. Timu kubwa, wachezaji wakubwa wazuri, wamereturn position, wamerudi, wamefanya comeback, mechi 1-1 imeisha. Simba licha ya kwamba wametoka, walionyesha ukubwa wao. Yes, kwa sababu unapokwenda kucheza na Experience da Tunis, Petro di Angola, ni miongoni mwa timu bora sana kwenye ile bara la Afrika. Ni miongoni mwa timu ambayo inafanya usajili wao kimkakati mkubwa. Na ndio maana mpaka sasa unamuona na yeye ananusa kuingia tu ya robo finali ya CAF Champions League. Kwa hiyo unapokwenda kutoa suluhu na timu kama hili nyumbani kwao, ukiwa pungufu,
unaonyesha ni dhahiri na wewe pia umejipanga kushindana kwenye mashindano. Bahati mbaya tu Simba alichelewa kufanya maamuzi kipindi ambacho alihitajika kufanya maamuzi. Simba amekuja kufanya maamuzi, ameshapoteza michezo 3 mfululizo. Kwa hiyo hili imefanya kuondoa matumaini ya klabu yake kwa wanachama wake, kwa mashabiki wake. Ndio maana nikasema mimi naamini huko wanapokwenda Simba Sports Club itakuwa bora kuliko huko wanapotoka. Ni swala la muda tu. Anicet Oura ni ingizo jipya pia Msimbazi dirisha hili dogo, na ndio aliyewapatia alama moja wekundu wa Msimbazi Simba. Nini unakiona kwa Anicet Oura? Anicet Oura ni mchezaji ambaye hahitaji mapambio kumpamba. Ni mchezaji ambaye hahitaji mainfluencer kumzungumzia. Ni mchezaji ambaye alionyesha ubora wake akiwa na ASEC Mimosas. Na si tu ubora, lakini alikwenda kuonyesha ubora nyuma ya wachezaji ambao hivi sasa kwenye ligi yetu ni wakubwa. Kwa hiyo kila alichokionyesha mimi kwangu mimi kilikuwa surprise. Mimi naamini Oura ataendelea kuwa gumzo kwenye ligi kuu ya NBC. Atakuwa gumzo kwenye ligi kuu ya NBC. Sana kitu cha ziada. Ni mchezaji ambaye anaweza kacheza 1 against 1, 1 against 2, 1 against 3. Ni mchezaji ambaye anaweza kakuofa pembeni akaingia katikati, lakini pia ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kufunga magoli. Kwa hiyo kwenye timu ukiwa na mchezaji kama huyu, ni dhahiri timu yako imekuwa ni complete kwenye eneo la ushambuliaji. Unaweza usiwe na namba 9 lakini ukatarajia kwamba mchezaji anatoka pembeni anaweza kakuofa magoli. Mchezaji anatoka pembeni anaweza akapunguza wachezaji 2, 3 mpaka 2. Ina maana anakuwa na mchango mkubwa kwenye timu. Kwa hiyo swala la Oura ni swala ambalo halihitaji mapambio, halihitaji nyimbo. Ni yeye mwenyewe tu kupata game time kwenda kuonyesha mashabiki wake kwamba mimi nimetoka ASEC Mimosas. Mimi nimetoka kwenye timu ambayo duniani Afrika inawaangalia namna inavyozalisha vipaji. Nyenye ni mashuhuda. Pacome Zouzoua ametoka pale. Yao Kwasi ametoka pale. Stefano Aziz Ki ametoka pale. Obin Kramo ametoka pale. Kwa hiyo unaona kabisa Oura ametoka kwenye timu ambayo imeshazoea kutoa wachezaji wazuri. Na yeye pia ni miongoni mwa wachezaji hao wazuri ambao leo tunawazungumzia. Baadhi ya wadau wa mpira na mashabiki wa Simba pia wameweza kuingia mgagaziko kuhusiana na golikipa Kasali, wakiona kwamba kuna vitu ambavyo ni kama kuna makosa anawafanya, wanaanza kummisi Pinpin Kamara. Tuzungumzie kwa upande wako wewe. Nini unakiona hasa kwa Kasali? Ushamzungumzia kipindi cha nyuma, lakini mwendelezo wake unauzungumziaje? Bado naamini ni kipa mzuri. Bado naamini ni kipa bora. Lakini naamini ni goalkeeper ambaye atawasaidia sana Simba Sports Club. Tunafahamu ubora Pinpin Kamara, historia yake aliyoiacha ndani ya Simba. Lakini maisha lazima yaende hata ukigoma kutembea. Naamini kabisa Kasali atakuwa ni msaidizi wa mafanikio ya Simba Sports Club msimu unaokuja. Kasali atakuwa ni msaidizi wa mafanikio ya Simba msimu unaofuata. Kwangu mimi ni kipa mzuri. Ya baadhi ya watu. Football imegawanyika kwa wanaojua na wasiojua. Football imegawanyika wanaosema kweli na wasema kweli, wanaoamini na wasioamini. Kwa hiyo kama itakuwa kuna mtu hamuamini Kasali, hayo ni maoni yake. Lakini kwa mtu mwenye kujua mpira, kwa mtu mwenye jicho la kimpira, anaona kabisa Kasali miongoni mwa kipa ambao wamekuja kutoa chachu ama changamoto kwenye ligi kuu ya NBC. Ndio maana mwanzo nikasema ni swala la muda. Lakini ukiangalia baadhi ya signing ambazo zimefanywa na uongozi wa Simba, wanachama wa Simba wanapaswa kushukuru uongozi wao. Wanachama wa Simba wanapaswa kuwashukuru wawekezaji wao kina Mo Dewji. Kwa hiyo kama kuna mtu haamini, mimi naamini siku ya mwisho wataamini kwamba Kasali ni goalkeeper mzuri. Yes. Dosa, tukitoka hapo kwa upande wa Simba, tunarejea kwenu Young Africans. Wanasema calculator zimeanza kutumika na zimeanza kuwa adimu sana hata madukani. Dosa, ulizungumza ukasema kwamba mnahitaji ushindi mkiwa ugenini, lakini mambo yamekuwa tofauti, mkachezea kichapo. Sasa hivi calculator ndio inatumika, mje mshinde nyumbani, lakini muombe dua mbaya pia mpinzani wenu. Tumepoteza mchezo. Tumesalia na mchezo mmoja. Lakini wakati nakwambia tutapokuwa tunapoteza mchezo Morocco, itakuwa ni furaha kwa upande wa pili. Yes. Wakati tunapoteza mchezo Morocco, tutajenga ushirikiano mzuri wa wanachama na mashabiki wa Simba kwenye timu yao. Leo baadhi ya mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba wamesahau mambo yote waliopitia siku 2 nyuma. Wanaamini kwamba Yanga ni sahihi kufungwa kule Morocco. Yes. Tumefungwa na timu nzuri, timu kubwa, na tumefungwa kwenye nchi ya kimpira, lakini bado hatujapoteza matumaini. Bado tunaamini kama tukiwekeza nguvu zaidi tutakwenda robo finali. Mtanange
Mara kwa mara nakwambia, unapocheza mashindano ya CAF Champions League inahitaji wachezaji wenye maamuzi ya dakika moja. Unapokwenda kucheza mashindano ya CAF Champions League usitarajie kwamba unaweza ukatengeneza nafasi 3 alafu ukapata nyingine 3. Unapokwenda kucheza mashindano ya CAF Champions League fahamu kwamba unakwenda kucheza mashindano ambayo Afrika nzima wanakwenda kuyatazama yale mashindano. Kuna baadhi ya wachezaji juzi wametufelisha. Kuna baadhi ya wachezaji juzi wametuangusha. Wapo wanaamini kwamba mbinu za mwalimu zimekwama. Na wapo bado wanaamini kwamba mwalimu approach yake hainufaishi Yanga. Lakini mimi naamini wachezaji wanatuangusha. Pacome alilalamikiwa sana kwenye huo mchezo. Ni kama alikuwa anaikaba timu. Hata Dube pia ameniangusha. Hata nikimwangalia Yamali Okelo pia ameniangusha. Wachezaji hawa walipaswa kufahamu wamesajiliwa dirisha dogo si kwa ajili ya ligi kuu NBC. Wachezaji hawa wanapaswa kutambua migogoro inatokea upande wa pili hailetwi kwa sababu ya mapenzi. Hailetwi kwa sababu watu wameibiana wachumba, no. Imeletwa kwa sababu ya matokeo baadhi ya wenzetu wanopitia. Matokeo mabovu. Si maneno vizuri. Nilisema leo tunapokwenda kufanya analyze ya mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat, watu wengi watamlaumu Prince Dube. Na ni dhahiri lazima tumlaumu. Kwa sababu amekwenda kukosa nafasi ambayo sisi tunasema ni golden chance. Nafasi ya dhahabu. Nipo mtu mmoja nimemsikia anasema moja mchezaji ambaye mimi sipaswi kumuona ndani ya Yanga ni Dube. Unaungana naye? Natamani kusema hivyo. Unatamani kusema hivyo? Dube ni mchezaji ambaye mara kwa mara anaonekana kwenye movement za kukosa magoli. Dube. Kwa ni lazima wakati mwingine akubali kulaumiwa. Ni lazima wakati mwingine akae ajitafakari kwa nini mimi niko Yanga. Leo tukishindwa kwenda kucheza robo finali ya CAF Champions League. Tutalaumu wachezaji. Ni ngumu kwa mwanachama wa Simba, mwanachama wa Yanga kwenda hadharani kuwalaumu viongozi ikiwa timu ameitengeneza vizuri, wachezaji wameshindwa kutupeleka. Alafu wakati mwingine Dube nikimwangalia Dube yani namuona kama vile mchezaji mchawi. Kama mchezaji mchawi. Ukiwa na maana gani? Yaani yeye akiwepo uwanjani nafasi zinatengenezwa sana, lakini akiwepo Depu nafasi hazitengenezwi. Usicheke. Dube anazivuta nafasi. Usicheke. Lakini kuzitumia ni swala ambalo leo wana Yanga tunaishi kwa hofu. Je, tutavuka au tuvuki? Na lazima tufanye kazi. Yaani mtu asitoke tu hadharani kusema tunavuka. Yes, tunavuka. Lakini ile lazima tuwe na mikakati. Ni lazima utueleze tunavukaje. Kwa sababu ili sisi tuvuke ni lazima FAR Rabat kule apoteze mchezo. Na sima sisi tushinde. Tunashindaje? Pia swaje kujiuliza. Inaniuma. FAR Rabat akibanana na Mwarabu mwenzake sare. Chali. Tumetoka. Na tukitoka itakuwa ni mara ya pili mfululizo tunatoka kwenye hatua hii. Na kama tukitoka ina maana ni dhahiri shairi hatua hizi sisi hatuziwezi. Itakuwa mmefeli. Kwa kifupi. Neno gumu sana kulitumia hilo. Sababu Mswahili ukimwambia tumefeli, atakusanya mambo yote yalofanyika msimu kwa maana tumefeli. Tunazungumzia ligi ya mabingwa. Yes, lazima tukubali. Lazima tukubali kwamba msimu huu kama tukitolewa tumefeli. Lakini dalili za kufeli zipo. Si vema kuzitaja lakini zipo. Lakini matumaini pia ya kutofeli yapo. Yapo. Lakini lazima wanachama na mashabiki wa Yanga wajue kwamba kwenda robo finali msimu huu lazima tufanye kazi ya ziada. Kazi ya ziada. Sio dakika 90 za ndani ya uwanja. Kazi ya ziada. Kwa sababu unapocheza dakika 90 umeshinda goli 10. FAR Rabat katoa sululu. Awendi. Unaoga na mjini uendi. Hiyo ndo nakumbuka kwenye maandiko yetu ya Qur'ani. Mungu anatuambia itomfaa mtu mali yake na atakachokichuma. Isifanyeje? Yaani haitokufaa mali yako na utakachokichuma. Ikiwa na maana gani? Si umekusanya mambo mengi ya kifahari.
lakini kesho mbele itakusaidia. Mungu asijalie sija katupata sisi. Upande wa pili itakuwa ni furaha. Yaani kama tukishindwa kwenda robo finali, Simba wao itakuwa wamefuzu. Kama mkishindwa kwenda robo finali, Simba wao itakuwa wamefuzu. Kwa sababu lengo la Simba, mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba, ni kuona sisi kama wana Yanga tunashindwa kuvuka hii hatua. Kwa hiyo itakuwa ndio wao wamefuzu, wao wamefanikiwa. Sababu kufanikiwa ni kule kukiombea kitu unachokitaka ukakipata. Lakini lazima wachezaji wa Yanga wajue kwamba sisi kama mashabiki wao tunaumia tukikosa kwenda robo finali. Hatutakuwa na uwezo wa kuwafanya, lakini tunapopata nafasi ya kuwasilisha maoni lazima wayapokee. Sawa? Na usituchukulie tofauti. Leo itakuwa ni mara ya pili tunashindwa kwenda robo finali tena kwenye ardhi ya nyumbani. Nini kimetukwamisha kama sio wachezaji? Ama mbinu za kocha. Wapo ambao pia wanamtaja. Kocha unamlaumu vipi? Wakati Prince Dube yeye na kipa anatoa nje. Mechi tunacheza na National kule nani Zanzibar. Maxi Zengele anapiga kichwa kama msuva nje. Mechi tunacheza kule Morocco nani Misri. Kina Ukela wanatoa nje. Utamlaumu kocha? Ni lazima wachezaji wakubali kulaumiwa kwenye hili. Ni lazima wachezaji wawe ni wahanga tukishindwa kwenda kucheza robo final. Na tutawasema. Leo hii baadhi ya wanachama wa timu fulani kila wakituona wanatulea simu wanatokea calculator zao. Na wanasema dukani sasa hivi zimekuwa adimu. Wao wanasema lazima ziwe adimu. Mambo yamekuwa mengi. Mungu ajalie tuvuke. Mungu ajalie tuvuke. Asante Dosi.